Na mkaulizwa hapa na mtoto yule Abdullah bin Mas'ud akamwambia, ayi amal ahabu ila Allah, ni amali ipi inayopendwa zaidi na Mwenyezi Mungu? Mtume akasema as-salatu ala waqtiha, swala juu ya au ndani ya wakati wake. Kwa hiyo kwa ufupi, swala ya dhuhuri inakuwa hivyo. Wa waktu al-asr ma lam tasaffar shams, wakati wa alasiri unakwenda mpaka pale itakapokuwa jua halijaingia manjano kabisa, pale linatua tena. Kwa hivyo wakati wa alasiri na adhuhuri imepakana hiyo. Ukifanya mchezo adhuhuri utakuja kuiswali wakati wa alasiri, na ukifanya mchezo alasiri utakuja kuiswali magharibi. Utakuja kuwa wakati wa majeruhi, yule jua hilo linaenda zake, na kawaida ya jua pale linapokaribia kumaliza ndo linakuta spidi zaidi tunavyoliona, ingaje spidi ile ni toke ya mwanzo, lakini si pale tunaliona linakwenda. Ukikaa kule kwenye ufukwe kule linakwenda kama kwamba linavutwa kwa uzi. Kwa hiyo tukimbie au tuache kuchelewesha swala zetu, na hii si kwa watu tabaka maalum, ili kwa sote, kwa sababu hata yule anayeswali swala ile kwa wakati wake, kwa sababu kenda tu kaikuta jamaa, kumbe huku nyuma zimempita fadhila ngapi, sunna ngapi zimempita, za qablia, tahiyatul masjid, sunnatul wudu zimempita, maskini ilikuwa zote azipate zile. Kwa hivyo na hili tulizingatie hili la hizi sunna zilizokamatana na sala, isiwe tumemwachia mwenyewe Mtume, iwe sisi tunamdhamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunamuunga mkono. Kumuunga mkono ni kuyafanya yale aliyoyafanya Mtume. Kwa hivyo swala ya dhuhuri kwa mfano inatanguliwa na rakaa 4 za kablia, na imekuja katika riwaya moja nimekuta juzi rakaa 6, lakini haina nguvu. Sasa mtu basi angalau azipate hizo 4, aipate angalau tahiyatul masjid, ikiwa kabla yake labda ile tahiyatul masjid anaweza kaunganisha na ile sunnatul wudu na kadhalika. Leo hatuzungumzii mambo ya sunna, tunazungumza hizi nyakati za swala. Kwa hivyo alasiri inaingia wakati gani? Wakati ule kivuli chako kinapokuwa sawa sawa na wewe, kikazidi kidogo tu, basi pale unaswali swala ya dhuhuri. Iwe unayo saa sawa, lakini huna saa, basi wewe mwenyewe. Yani Uislamu ni dini ya maajabu jamani. Yani Uislamu unajitegemea kwa kila Muislamu. Yani Muislamu anajitegemea kwa dini yake, hahitaji dini yake kwa mtu mwingine, labda baina ya imam na maamuma. Ni yeye mwenyewe anafanya dini yake yote. Naam, tujue hivyo. Kwa hivyo tuache kuwa tegemezi, sio kila jambo mimi sijui, lakini mashehe ndo wapo. Nani mashehe? Shehe sikaanza kama hivyo hivyo. Kwa hiyo tusivunjike moyo. Alafu wakati salatu maghrib ma lam yaghib shafaq, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wa sala ya maghrib utaenda baada ya kutua tu kwa jua mpaka pale ambapo hayaonekani tena yale mawingu, ma lam yaghib shafaq, yani kile nini, yale mawingu sio mekundu manjano, yale hayaonekani. Ama mawingu mekundu wanasema baadhi ya sehemu, huku kwetu si alhamdulillah, lakini sehemu za Arabuni huko mpaka isha inaingia, basi mawingu mekundu yanaonekana. Kwa hiyo swala magharibi itatoweka pale itakapoingia swala ya isha. Na swala ya isha je, hii nayo ina habari zake. Wakati salatu al-isha ila nisfu al-layl al-awsat. Hii hadithi hii si maneno ya shekhe, sikuyakoti kwenye kitabu nimeyakoti, lakini hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Anasema sallallahu alaihi wasallam kwamba wakati wa swala ya Isha mpaka nisfu layl, mpaka nusu ya wakati, ya nusu ya usiku. Kuna maelezo mengi kwamba swala ya Isha mpaka ingie swala ya alfajiri, hamna. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na si hii tu sio hii tu, kwamba ikiingia swala ya Isha baada ya kutoka maghrib inaenda zake mpaka nusu ya usiku. Na nusu ya usiku nadhani sote tunayojua, kama ikawa usiku masaa 12, basi usiku utamalizika saa 6. Swala ya Isha itamalizika saa 6, saa 6. Lakini wakati gani bora wa kuswali swala ya Isha? Ni kwenye saa 4. Hiyo ndio wakati mzuri. Kwa hiyo wale wanaweza kukaa mpaka saa 4 ni wakati bora zaidi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutuhurumia, anatujua tumechoka na hivi, ndio maana ikiingia tu swala ya Isha tunaaqimu, tunaswali. Lakini ikiwa utakawia saa 3 4, la basa, unaweza, lakini hayo yawe ni maamuzi yenu au yawe yako peke yako. Isiwe maamuzi ya baadhi wanataka hivi sasa, baadhi saa 4, itaswaliwa sasa. Wale wanaotaka saa 4 watasubiri au watajiunga na sasa. Na wakati salatu alfajri, anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, min tulu'i fajri, wakati salatu subhi. Kataja yote, kaitaja kwa jina la subhi na kaitaja kwa jina la fajri. Kwa hiyo unaweza ukaita swala alfajiri, unaweza ukaita swala ya asubuhi, lakini asubuhi yenyewe sio ya saa 1. Anasema hii malam tatlu'u shams, hii itakwenda mpaka pale ambapo litachomoza jua kutoka mashariki, swala ya alfajiri. Kwa hiyo itaenda wakati ule wote, lakini wakati bora ni ule wakati ambapo muadhini wa pili alipotusomea adhana, ilipokuja kauli ya as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, swala ni bora kuliko usingizi. Na waadhini kama wapo hapa wanababaisha watu, baadhi yao, kwamba ili as-salatu khairun minan naum wanaiweka katika adhana ya mwanzo. Adhana ya mwanzo kwanza ile iko nje ya wasala. Ile adhana ya mwanzo asili yake Waislamu imeadhiniwa, na hii kaadhini nani? Bilali, kuamsha waliolala ili wale daku, kwa sababu zile adhana mbili asili yake hasa ni mwezi wa Ramadhani. Lakini kwa sababu ni sunna na tumezoea, haina ubaya tuendelee, lakini isiwe as-salatu khairu minan naum ukaiweka katika adhana ya mwanzo. As-salatu khairu minan naum iko katika adhana ya pili, kumaanisha kwamba sasa swala imeingia. Kwa hiyo kama mtu pale ana haraka, kuna mtu anasafiri, ana safari, ana hivi, anaswali pale baada tu akimaliza adhana basi anaswali. Kwa sababu gani? Kwa sababu swala haiadhiniwi ila kwa kuingia wakati. Ikiingia wakati, basi hiyo swala imeingia. Na wale akina mama, kuna hadithi iliyosema kwamba wasubiriwe waswali wanaume kwanza msikitini, tena ndo mswali nyie. Hamna. Ikiadhiniwa tena, wanawake wana privilege maalum, kwamba yeye akisikia adhana imeingia, lakini naye mwenyewe hakikishe kwamba je, ndio wakati, isiwe imia anafuata tu. Kama mtu yule kapitikiwa na yeye anachukua, la, ikisha kuingia wakati basi unaweza ukaswali pale, alafu ukaendelea na shughuli zako. Sisi tunakwenda msikitini hatuswali mpaka tusubiriane. Kwa hiyo wanaweza kuwa wanawake wote washaswali, wanaume bado, lakini kinyume chake kimefanywa kwamba wataswali wanaume wote, wanawake wao bado, kumbe ni kinyume. Kwa hiyo hiyo ni swala ya alfajiri ambayo ni kama alivyosema mwenyewe Allah, wa Qur'an alfajr, na Qur'ani wakati wa alfajiri,
ni swala kubwa kuliko zote, swala alfajiri. Mtu kukosa swala alfajiri, huyo kaumia, huyo ajute, kama anayejuta swala ya alasiri. Kama nitakumbuka, Mtume sallallahu alaihi wasallam kaizungumza hii swala ya alasiri, hafidhu ala salawati wa salati alwusta. Amesema Allah hivi, hifadhini swala zenu na salati alwusta, na swala ya katikati. Swala ya katikati ni swala ya alasiri, walivyoswambia ulama tafsiri zao. Sisi tunawaiga wao, tunawafuata wao. Kwa hiyo Mtume naye akasema, waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilmuhafadhati alaiha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha kuhifadhiwa hii swala alfajiri, yani swala alasiri, kuswaliwa kwa hima, na akafika kusema man fatatuhu salatu al-asri fakaannama witra ahlihi wa malihi, atakayepitwa na swala ya alasiri, huyo ni sawa na kuwa amepotelewa au amepoteza mali zake na vitu vyake vyote, mpaka watu wake. Kama mwanamume kaanza kupoteza wazazi wake, mkewe, watoto wote, kwa kukosa swala ya alasiri, pamoja na mali yake, mali zake anazo zote zimeiliki. Hii ni hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunahimizana hapo, swala la alasiri kuna umuhimu wa pekee, ni kwa sababu na alafu ndio swala nzito kwa waumini. Wanafiki swala nzito ni alfajiri na isha, lakini waumini swala nzito ni swala ya alasiri, kwa sababu ni wakati ndo kwanza ale kashiba, anataka kupumzika pale hivi na hivi, ana machofu mara inampita ile swala. Kwa hiyo tufanye hima kuswali swala ya alasiri. Na katika hadithi nyingine anasema, man taraka al-asra faqad habita amaluhu, atakayepitwa na swala ya alasiri basi zimebatilika amali zake. Amali gani sijui, lakini Mtume kasema hivyo sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tujihimu na tuone umuhimu wa nyakati za swala. Nyakati za swala Waislamu ni muhimu. Kwa sababu gani? Kwa sababu utakapoiswali nje ya wakati, swala hiyo haikubaliki. Na Uislamu ni dini yenye kwenda kwa wakati, inajali wakati, inathamini wakati. Kila jambo lake lina wakati maalum. Huwezi kwenda kuiji hivi sasa, utaonekana wewe una nini hivi sasa. Huwezi kuadhini ukaswali ya dhuhuri kwa sababu bado wakati wake. Kwa hiyo tujitahidi kuchunga nyakati za swala. Na kwa kumalizia, au bado muda kwa kumalizia, au tunaambiwa tunamsubiri kushawasiliana naye sana. Kwa hiyo na hizi swala za sunna hizi tutazungumzia kidogo wakati upo nafasi. Swala za sunna, swala za sunna ni muhimu sana. Kuna zile swala ambazo Mtume amezizungumza, swala zile zenye swala rakaa 12, rakaa 12. Yani mtu kama hii anajilazimisha zisimpite, basi malipo yake ni makubwa mno. Zile fadhila nimezisahau, maana mpaka kutana na ile hadithi. Swala rakaa 2 za qablia, swala ya alfajiri, ambayo hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema atakayeswali rakaa 2 kabla ya swala alfajiri, basi huyo malipo yake ni bora kuliko dunia na vilivyomo vyote. Sio swala ya alfajiri, ni kablia, rakaa 2 za kabla ya swala alfajiri. Na hizi swala za kablia hizi kwa akina mama zinakuwa nzito hizi.
na kwa yeye anapiga ile ya fardhi basi na anafanya hii ya mzee mzima basi. La, jihimu, kwa sababu mswala si unao mwenyewe Sasa wewe swali pale rakaa mbili za kablia na ikiwa bado basi swali rakaa mbili za udhu. Baada ya kutia udhu unakuja unasubiri kabla ya adhana unaswali rakaateni sunnatul wudu za rakaa mbili za udhu, ambazo hizi zimemnyanyua daraja Bilal bin Rabah. Swala za nini? Za udhu. Kila anapotia udhu Saidina Bilal alikuwa anaswali rakaa mbili mpaka akazisikia nyayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anazisikia nyayo, yuko mbinguni anasikia nyayo za Bilali. Anakuja kuuliza, anaambiwa huyu ni Bilali. Kwa sababu gani? Ya swala hizi za sunnatul wudu. Kwa hiyo tujilazimishe tuipate hiyo swala rakaa mbili za udhu, iwe unaswali unataka kuswali au iwe unatia udhu kwamba unataka kuondoka, sababu ni sunna mtu anapotoka ndani ya nyumba yake basi awe na udhu ili apate kinga. Kwa ukisha kutia udhu swali rakaa mbili pale khafifataini tu wala usifanye karaha ukajichelewesha, usiswali kadri ya kama alivyokuwa akiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata swala ya qablia alfajiri, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala aliyokuwa akiswali kwa haraka ni hii qablia alfajiri, mpaka mama Aisha alikuwa anajiuliza, huyu ana kasoma suratul Fatiha au lakini kuja kumuuliza Mtume akamwambia ndio, nimesoma suratul Fatiha, nikasoma suratul Kafirun katika rakaa ya mwanzo na rakaa ya pili nikasoma Ikhlas. Lakini haitakiwi ile sunna ya kablia ya alfajiri kurefushwa, na hasa wale waliokuwa misikitini, hasa wale maimamu. Tena akisha kuingia yeye kwanza anajitanua, watu wanamsubiri yeye, ile inakuwa inakirihisha. Sasa Mtume mwenyewe kasali hivyo. Alafu baada ya swala alfajiri, yani baada ya swala alfajiri pale hapana swala ya sunna. Kwa hiyo ukisha kuswali swala ya fardhi utakaa utaleta azkari, ambayo leo hatutozizungumza azkari, lakini tutakuja kuizungumza azkari kwa umuhimu wake wa pekee. Alafu swala ya sunna inayofuata salatu ishraq. Ishraq ni natokana na neno masharik, yani ile kuchomoza jua. Kwa hiyo ile jua likisha chomoza ipo pale swala ya sunna kiasi cha upinde, yani kwa hapa kiasi haichinguzwa hapo kabla ya kule juu hapa, kiasi cha hivyo likisha kuchomoza jua. Lakini mimi nilisomeshwa na mwalimu wangu, ukitaka unaweza kuchukua, ukawa hukutaka basi. Ili uipate ishraq unachukua wakati wa swala alfajiri, ili adhana ya swala ya alfajiri. Kwa mfano hivi sasa inaadhiniwa saa 11 kasoro dakika 10, hapana wadhini saa 11 kasoro dakika 10 inasomwa adhana alfajiri. Kwa hivyo ishraq utaiswali vipi? Pengine siku za mawingu ileni unaichukua ile saa moja ya adhana, yani pale unaongezea na saa moja. Kwa hivyo ikifika saa 12 na kasoro dakika 10 itakuwa ni saa moja tokea kusoma adhana alfajiri. Sasa baada ya hapo unazidisha na dakika 20. Baada ya dakika 20 hapo ishraq itakuwa tayari haina wasiwasi. Kwa utaswali rakaa 2 au rakaa 4, ni khiari yako. Halafu baada ya hapo kuna swala ya dhuha, mbaje hii kuna maulama wamekhtalifiana kidogo, wanasema ishraq ndio hiyo dhuha, lakini wengine wanasema la, ishraq mbali na dhuha
mbali, kwa sababu dhuha hata ukilitumia ilo neno lenyewe dhuha, manake ni mwangaza mwangaza. Sasa pale wakati wa ishraq mwangaza haujaenea. Kwa hiyo kama saa hizi saa 3:30, 4, 5 ndio nyakati nzuri kwa dhuha, ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayeswali dhuha basi huyo amejitolea sadaka viungo vyake vyote vya mwili. Yani mwili wako una joints 360. Mwili wa kila mtu una joints 360, una viungo 360, na itakiwaje kwamba kila siku kila kiungo ukitolee sadaka. Basi kama utatoa 10,000 au 20,000, lakini sadaka ya rahisi kabisa ni kuiswali salatu dhuha. Ukiswali dhuha manake umeusafisha, umeutolea sadaka mwili wako wote. Na dhuha una raka ngapi? Unaweza ukaswali 2, 4, 6, 8 ila masha Allah, sababu anasema haikuja kwamba mwisho 8, ila Mtume aliswali mpaka 8, lakini ila masha Allah. Kama una nafasi ukipiga 10, 12 ni maamuzi yako. Hii swala ya dhuha ina umuhimu. Umuhimu wake ni nini? Kwanza ni swala ambayo inasogeza nini riziki. Ukiswali dhuha manake inarahisishwa riziki zako na mengineyo kadhaa. Kwa hiyo na ni katika sunna ambayo Mtume hakuacha hata siku hii. Mtume hakuacha swala sunna 2, dhuha na witri. Kwa hiyo tujifunge sana na swala hizi. Na sasa tunaokaa majumbani, akina mama, mna nafasi kubwa ya kulingania dini ndani ya nyumba zenu. Ikiwa mtoto kama huyu kibinti kile pale anamuona bibi yake au mama yake kila siku ikifika saa 3 anatia udhu anaswali, unafikiri ataona anangojea kufundishwa? Tayari amekwisha pata somo kwa mzazi wake yule au kwa bibi yake yule. Kwa hiyo wakazi wa majumbani, jamani, msitumie fursa ya majumbani iwe ndiyo fursa ya kuibwagaza dini. Fursa ya kukaa nyumbani ni nafasi ya kuitangaza dini ndani ya nyumba yako. Kwanza ni kinga kwa nyumba yako, lakini na watoto watazoea vile. Lakini ikiwa watoto wakija nyumbani wasikia mziki tu na nini tu, wakati mwingine na mzazi mwenyewe naye anademka, tena mtoto angojea nini hapa? Kwa hiyo sisi tuwe walinganiaji wazuri wa familia. Tukipata fursa za kuwalingania wengine basi min babi aula, lakini tuanzie nyumbani. Mtume anatuambia sadaka inaanzia wapi? Nyumbani. Kwa hiyo tuswali, tudumishe swala ya dhuha, tudumishe swala za sunna na mengineyo. Tuwe na muda tunajitengea, tunasoma Qur'ani, wale watoto wanatuona. Haina maana kwamba unakusudia kujionyesha, la, unakusudia kuwafundisha watoto. Kwa hiyo tujitahidi kudumisha swala hizo za sunna. Katika hizo nimezitaja rakaa 2 za kablia katika zile rakaa 12 alizozisema Mtume. Mwenye kuziswali rakaa hizo 12 amejengewa nyumba peponi, tena ya magorofa. Rakaa 2 za alfajiri na rakaa 4 za kablia adhuhuri. Kwa hiyo zitakuwa ni rakaa 6. Swala ya alasiri haina kablia, lakini baadia, asante, baada ya dhuhuri kuna rakaa 2 za baadia ambazo hizo zitakuwa katika hizi 12 alizosema Mtume. Kwa hiyo itakuwa tayari rakaa 8. Kwa hiyo mpaka dhuhuri ushaswali rakaa 8 miongoni mwa rakaa 12. Sasa sijui kama na hizi ndio ngumu basi, kwa sababu hizi za kablia hizi ndio ngumu kuliko za baadia.
Sasa swala ya magharibi kablia ipo, lakini Mtume kasema na swala anaitaka swala ya kablia ya magharibi. Ndio maana unaenda baadhi ya misikiti baada ya adhana ya magharibi wanaswali rakaa 2 za kablia, na ukienda baadhi ya misikiti wao bubaa bandika bandua wote wako sawa, lakini aloswali kablia ndo keshajivutia. Sasa swala ya magharibi ina baadia rakaa 2 na swala ya isha ina baadia rakaa 2. Swala ya isha haimo katika ile tawatu ya kablia. La, ukiswali rakaa 2 za kablia isha sawa, hakuna katazo, sababu Bwana Mtume amesema sallallahu alaihi wasallam, kila baada ya adhana 2 pana sunna, yani adhana 2, ile adhana ya kuita watu na iqama Kwa hiyo hizi tujitahidi, hizi maanake zinataka nini? Ukusudie, uamue. Kuna mzazi wangu mimi, mkwe wangu, Mungu amrehemu, kanifundisha huyu bwana kusoma chuoni wala kusoma skuli, lakini kanifundisha jambo mimi nilosoma skuli na nilokwenda chuoni silijui. Anasema hivi, wema wowote ni lazima ujilazimishe. Na Mtume si ndo alivyotuambia kwamba jilazimisheni, jilazimisheni. Kwa hiyo tujilazimishe, manufaa tutaenda kuyaona huko na kabla ya huko hapa duniani. Yani si kwamba Waswahili wanakuambia duniani nini, hesabu akhira, duniani mali duniani au malipo, si kitu kama hicho. Lakini kilichokuwa sahihi ni kipi? Kwamba unapofanya wema wowote unanufaika duniani na akhira. Hakuna wema ambao utakaofanya ukanufaika akhira peke yake, unaanza kunufaika hapa. Kwa hivyo tusipuuze, tusidharau. Ilikuwa nadhani natosha hapo, ila kuna kitu kilikuwa tukizungumze. Kuna adhana, hizi adhana Waislamu, anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni alama ya Uislamu adhana. Sasa kuna matatizo, baadhi ya waadhini wengi, adhana hizi hazisomwi itakiwavyo. Yani katika kitu kilichodharauliwa ni adhana. Hapa kwetu ndo kabisa ni watu wachache waliopiga magoti wakaisoma adhana, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam kawafundisha masahaba kama anavyowafundisha mzazi mwanawe anapomfundisha alifu be. Adhana kwa kweli ni wito, kama yule mtangazaji mmoja anasema ule ni wito. Wito si tu kwamba unaitwa, wito kwamba ile ni alama. Na ukienda mahala popote ukisikia adhana, basi wewe Muislamu unachangamka, alhamdulillah, kwamba unajua hapa wapo Waislamu na wanajali Uislamu wao. Sasa pamoja na hivyo, hii adhana inatakiwa isomwe kwa taaluma, yani iadhiniwe kwa taaluma. Na katika kitu chenye mitego mingi ni adhana, ni makosa mengi adhana. Na adhana ni lazima isomwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hiyo nimeikuta hadithi hiyo, nimeikuta hivi, ninajiandaa kuja huku. Yani kutokusomwa adhana ni dhambi. Kama haisomwi adhana, hata kama kwa bubu adhini, tukimu, tuswali, lakini ile adhana lazima isomwe. Kwa wanaume, kwa wanawake wao hawana ulazima kusoma adhana, kwa sababu hawana mtu wanayemwita, ila iqama anasoma iqama, na iqama ndio hiyo adhana, nusu ya adhana.
Sasa tuijue, isiyekuwa tunasoma Allahu akbar, Allahu akbar, yani makosa mengi sana sana. Jamani, mimi binafsi nilifikia kumwambia mufti swala hiyo, tena ndani ya ofisi, sio kwamba tumekutana mitaani, ndani ya ofisi kwenye lujna tuko kwa nini, nikamwambia shekhe, katika msiba kwetu hapa, na tunasema ni nchi ya Waislamu, ni adhana, na wote wakakubaliana, tukakubaliana kwamba kweli adhana zinasukumwa tu Sasa tujifunze kuzisoma adhana, isiwe mtu kastaafu juzi tena aenda msikitini, akifika tu anaadhini. Adhana inatakiwa isomwe tena kwa utulivu, tena muadhin hasa, mbali ya kuwa yeye anajua kuisoma, anatakiwa mpaka aijue na ile maana, kwa sababu atakapojua maana ndio atakapojua hapa nishakosea. Wapo wengine wanasema hayya ala salah, ya ala salah, ya ala hiyo na huko hayya ala salah, ya ala salah, kumbe kuna falah mbali na salah mbali, na hiyo falah ukikosea alfalah na hayya ala fala, yani fa ile fe inatiwa alifu, inatiwa mada, hayya ala alfala. Kuna jirani wangu mmoja kule Bububu, Mungu amrehemu, kafariki juzi, ndio alikuwa mwadhi na anaadhini hivi, hayya ala alfala, nage imekuwa mafala au mafala sasa. Au sala, hayya ala sala, as-sala, ukisema swala nini, hayya ala swala